kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo. Unaweza kusema, yani wakati unataka kusema Anicet Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kuna Libase Geye naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libase Geye, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin November, naye ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba Jospin Olemba ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango Mamadu, naye ni usajili bora kweli kweli. Wakati unataka kusema okay, basi Fabilahi Tanja ndio anatoka jasho mimi nakapenda aka kapole katulivu kenyewe, msikaharibu msikaharibu, kacheni kafanya kazi kwa utulivu. Sawa mama ukiwa una jambo lolote unishirikishe, tunalitatua. Sawa mimi ni mlezi wa waandishi wa habari Tanzania wa kike. Kwa hiyo bwana, wakati unataka kusema nani yule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana kumbe Simba ina Nixon Kibabage, unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Kibabage ndio usajili bora na kila kitu, unakumbuka kumbe timu ya Chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ukisema uzungumzie usajili bora kwa upande wa takwimu, naye unaweza ukachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli 2. Ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari mkafanye huo utafiti. Katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika, ni yupi amefunga magoli 2 kwenye mechi 4 alizocheza? Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura, unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasali Tanja Mamadu, mlinda mlango, amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa, ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa goli kipa bora kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase Geye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema tu ya kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Katika wawakilishi ambao walikuwa wanawakilisha, tumalize ya Simba kwanza ndio huko naenda. Katika wawakilishi ambao basi unazunguka sana twende. Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiwakilisha bendera ya Tanzania, lakini kwenye michuano hii ni dhahiri sasa imekwisha kutoka nje. Bila majirani zenu wanaonekana kesho pia wanacheza. Pengine labda mnatamani kuona na nyinyi pengine kama ambao mlikuwa waanzilishi kwa kusaidia baadhi ya vilabu vingine kupata nafasi ya michuano ya kimataifa, muendelee kubaki nyinyi wenyewe na wala si timu zingine kuja kuweka rekodi nyingine mbele yenu. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumeshazoea mechi kama hizi, muda kama huu lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo finali. Lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti, na mimi ni kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya robo finali. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuambia wana Simba kwamba hili tulichukulie kama tukio la kimpira wa miguu, na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba, na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza,
tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu. Tunakubali msimu huu hatukuanza sawasawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi, na hiyo ndiyo nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawasawa wenzako wananufaika. Nani alitegemea kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti, mambo yamekuwa magumu, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo unakwenda Kosafu unamkuta Mamelodi, unakwenda Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile sio inaitwaje, unamkuta Al Ahly. The rest hakuna mwenye rekodi kama hiyo. Kwa hiyo tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali. Isitokee mtu akajifanya yeye unajua Simba unajua, alafu Simba yeye unajua Simba Simba unajua Simba unajua uongozi Simba wanagawanyika Simba unajua Simba mchezaji Simba. Hatutaki ushauri kwenye kuanguka kwetu. Tumeteleza, tunajua tumeteleza wapi, na tayari tumeshafanya mabadiliko, na sisi tuko tayari kwa Champions League ya msimu unaokuja. Kwa hilo ningependa kutoa angalizo kwa wana Simba, tuwe pole, tukubali huku kuteleza kwetu, na sasa nguvu, hasira na kila kitu chetu tukielekeze kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Semaji leo ni Valentine, na kwenye peji watani wako wameposti matokeo ambayo wafunga 5-1 na wakawaambia mjitunze, wanawatamani sana. Unasemaje kwenye hili? Tumeshuhudia kiwango bora sana cha Anicet Oura tangu amewasili Simba. Amekuwa akifanya vizuri kwenye ligi ya ndani pamoja na kwenye michuano ya kimataifa, na mpaka sasa amekuwa mchezaji tegemeo ndani ya Simba Sports Club. Mimi naogopa kadri Anicet Oura anavyocheza vizuri, kadri Anicet Oura anavyoonyesha kiwango bora, kadri Anicet Oura anavyozidi kutamalaki na kuitawala Afrika, naogopa sana. Sasa hivi wataibuka watu watasema Anicet Oura ana mapenzi na timu yao. I'm very scared. Yes, naogopa kweli. Yani kila Anicet Oura akifanya balaa pale uwanjani, kila Anicet Oura akimtambuka mtu, kila Anicet Oura akidribble mali, na Oura kama vile anaanta kwenye mguu wake, mpira haupotei. Kila akifanya maajabu, kila akifunga, mimi moyo wangu unadunda kata. Nasema sasa hivi wataibuka watu watasema ya kwamba Anicet Oura ana mapenzi na timu yao, Anicet Oura hana furaha na Simba. Naogopa mwenyewe, naogopa. Yani naogopa kweli, naogopa sana. Sasa hivi wataanza kumshobokea na kumtama, lakini hiyo ndio nature ya Waswahili, wanasema kizuri cha jiuza, kibaya. Kwa hiyo ubora wa Anicet Oura na wenyewe unaniogopesha. Tunaweza tukaingia kwenye ile pressure ya mpanzu.